tumeshawahi kuwa na mapito magumu, tumeshawahi kupitia nyakati ngumu kwenye hatua hizi za makundi, lakini huwa tunaamka na kufanya vizuri. Mimi rai yangu kwa wanasimba, tuumie tunavyoweza kuumia, tukasirike tunavyoweza kukasirika, tufanye tunachoweza kufanya, lakini kwa haraka sana tunatakiwa kurejea mchezoni. Kwa haraka mno tunatakiwa kurejea kwenye mapambano, kwa sababu tarehe 30 kuna vita nyingine inatusubiri Mali dhidi ya Stade Malien. Tunatakiwa kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo, lakini hatuwezi kufanya vizuri mchezo huo kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la masononeko, kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la kujikatia tamaa. Wana Simba, sisi hatujawahi kuishia njiani kwenye safari zetu za hatua ya makundi na mwaka huu, hata pamoja na kuanza vibaya kwa kufungwa na Petro, lakini bado safari yetu tunaiona ikiwa angavu kule mbele. Lakini unaweza ukafungwa ila ukakaa ukaifanyia tathmini timu yako, ikakupa matumaini ya kwamba una timu ya kufanya vizuri huko mbeleni. Ukiangalia mchezo wa leo tumeutawala, ukiangalia Simba tumetengeneza nafasi nyingi, ukiangalia tuna nafasi ambazo kipindi cha kwanza tumezitengeneza na kuzipoteza, sio kwa ubora wa mpinzani, ni kwa hali ya mpira. Unajipa matumaini ya kwamba timu tunayo. Ukianza kuiangalia nafasi ya Elie Mpanzu, nafasi ya Morris Abraham, nafasi za wazi kweli kweli, lakini ndio mpira wa miguu, na wala sio kwa ubora wala juhudi za mpinzani wetu Petro, ni kutokana na makosa ya kimchezo ndiyo ambayo yamewaweka salama wapinzani wetu. Makosa kama haya hayawezi kujirudia katika mechi nyingine, na uzuri ni kwamba wachezaji wenyewe wamepokea ile hali ya kupoteza mchezo leo, imewaingia, wamejifeel vibaya. Maana yake ni kwamba kila mmoja anakwenda kuangalia mapungufu yake, mapungufu ya timu. Tuamke, twende tukafanya ubwela huko mbeleni. Ni kama kimtego Ahmed. Mechi ya jana Esperance anatoa sare nyumbani na Stade Malien, na ndiye ambaye tunakwenda kucheza naye mechi. Mimi nilisema kitu kimoja. Unajua watu wamekariri, wakiona Waarabu wengi kwenye kundi ndio wanajua kundi gumu, lakini kiuhalisia hakuna timu nyepesi kama timu za Kiarabu. Na sisi Simba Sports Club tunasema hivyo kwa uzoefu tuliokuwa nao. Mafanikio yetu yote sisi huwa yanatokana na kucheza na timu za Kiarabu. Na kama sisi tungekuwa na Waarabu kwa mfano wawili watatu, yani tungekuwa tushaingia robo finali mpaka muda huu. Yani mpaka muda huu tungekuwa tumeshaingia robo finali, kwa sababu sisi tunajua kucheza na wale watu na tunajua udhaifu wao, na tunajua sio timu za kutisha sana kama unajikaza vizuri. Kundi letu ni gumu mno kwa sababu kuna watu wapya ambao hawatabiriki. Kuna huyu Petro Atletico, lakini kuna Stade Malien. Nadhani mechi hizi mbili za mwanzo zimeonyesha taswira hili ni kundi la aina gani. Stade Malien anakwenda kumdindishia Esperance nyumbani kwake Tunisia, wanaondoka na moja, wanaondoka na pointi moja. Hiyo sio kundi jepesi hata kidogo. Lakini pamoja na yote hayo, mnyama, sisi we are very sure ndani ya kundi hili tumepoteza, tunashukuru, lakini tunaamini ndani ya kundi hili tunachanga karata zetu zilivyo, mnyama anavuka vizuri. Bado mapema mno, na wanasimba wala wasiingie kwenye mtego wa unyonge. Mnyama bado yuko salama kweli kweli. Ahmed, baada ya kupangwa makundi siku kadhaa nyuma ulisikika kwenye interview ukasema kama hauna uhakika wa timu yako kuchukua hatua makundi kwa kwenda robo finali, usitengeneze jezi ya kimataifa. Simba Sports hajatengeneza jezi ya kimataifa, ni ile. Ni uliona mbali au kuna nini? Na hiyo klipu ni kuhakikishia draw itasambaa mno. Sisi jezi za kimataifa tunazo, labda kama nyinyi hamjaziona jezi za kimataifa. Si kimataifa. Si logo ndio imebadilika. Wewe unje kumpenda mtu kwa sababu ya makeup. Sana kwa shabadilika tayari. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na hii logo hapa, tayari hii ni jezi mpya kabisa. Kwa hiyo nilikuwa nina uhakika na kile ambacho ninakizungumza. Kwa sisi tuna jezi mpya za kimataifa. Kwani ligi tunavaa hii? Tunavaa kama hizi lakini kuna kama hapo Kwa hiyo ligi hatuvai hii. Maana yake sisi tuna jezi mpya za mashindano.
tumetengeneza kwa ajili ya kwenda robo finali. Mimi najua leo watairudia sana hiyo clip. Kama hauna uhakika wa kwenda robo finali, sasa sio sisi, hii ni robo finali yetu ya 5. Ni group stage yetu ya 5 ya ligi ya mabingwa Afrika. Na katika group stage yetu ya 5 hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Hii ni group stage yetu ya 7 ya michuano ya CAF. Hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Kwa hiyo tunapokaa na kuzungumza ya kwamba mnyama anavuka kwenda hatua ya robo finali, tunazungumza from the experience na tunazungumza kutoka kwenye ubora tuliokuwa nao, na ndio maana wala hatuna mashaka. Mimi niwaambie wana Simba, wala wasiwe na mashaka, wala wasiwe na wasiwasi. Tunakubali tumeanza vibaya, lakini tunayo nafasi ya kubadilisha huu ubaya ambao tumeanza nao kuwa na mazuri huko mbeleni. Msimu huu ambao unauzungumza, baada ya kupoteza mechi hiyo ya kwanza, mlimpatia Vipers mkachukua alama 6. Kwa sasa ukiangalia katika wapinzani waliobaki, kuna ambaye unaona anaweza kuchukua kwake na kwako? Kwanza huyu Stade Malien hatujamalizana naye. Huyu Petro de Luanda. Huyu nyumbani kwake moto utawaka. Huyu wala hatujamalizana naye. Kachukua kwetu, tutachukua kwao. Hilo wala halina wasiwasi. Na kuna mtu hapa atatupa tu maisha. Hilo wala sisi hatuna mashaka nayo. Hii ni timu kubwa mno, Simba Sports Club. Hatuwezi kuyumbishwa na kupoteza mechi moja. Tena mechi zenyewe una mechi 6, unapoteza moja, unabakisha mechi 5 mbeleni. Unakuwa na mashaka gani na Simba yako? Unajua mjini sasa hivi timu pekee inazungumza ni mtani wako Yanga. Wote watatu wenyewe mmepoteza. Kamfunga nani? Kamfunga nani? Rabat. Kamfunga nani bana? Wa Morocco. Kamfunga nani? Kamfunga nani? Kamfunga nani bana? Yule sio mpinzani mgumu. Kamfunga nani? Kamfunga nani? Wenyewe wanasema ukifika Morocco pale bila kutaja FAR Rabat. Yanga, mpinzani wa Yanga na mpinzani wenu, nani ndio mpinzani mgumu zaidi? Wewe huyu Petro ni hatari. Huyu Petro ana balaa zito. Inawezekana sio timu, unajua sisi tunachanganya ubora na umaarufu. Inawezekana Petro sio timu maarufu. Kama ilivyo Stade Malien sio timu maarufu. Kama ilivyokuwa Stellenbosch sio timu maarufu msimu uliopita. Lakini unapokuja kwenye kiwanja unapata upinzani mgumu. Huyu Petro de Luanda ni timu ngumu kweli kweli. Ni timu ambayo imetengenezwa, unaiona kabisa ugumu wake wa kiufundi. Moja na ugumu wake wote huo, lakini Simba tumefanikiwa kutoboa ngome yao na kufika golini kwao zaidi ya mara 3. Tunakosa wenyewe. Ni mpinzani mgumu, uweze kumlinganisha na mpinzani yeyote katika hatua hii ya group stage, hasa ukizungumzia makundi mengine. Unawaambia nini wana Simba ambao wanaonekana kumkatia tamaa kocha kusema kwa nini anapenda kuanza na bila mshambuliaji katika kipindi cha kwanza? Hilo siwezi kumjibia kwa nini anaanza bila mshambuliaji. Lakini ukifanya overall analysis, kipindi cha kwanza ambacho tumecheza bila mshambuliaji asilia, tumekosa nafasi 2 za wazi kabisa. Ile moja ilikuwa Morris anaweka tu pochi lile, mambo ya mipango ya Mungu tena ikalanginja ikatoka. Kwa hiyo hakukuwa na mshambuliaji asilia, lakini nafasi zimetengenezwa na watu unaweza kusema labda hasa pale angekuwa mshambuliaji asilia angefunga, lakini yote hayo ni ange. Mwalimu anaweza akajibia zaidi kwa nini yeye anapendelea mfumo huo. Mimi ninachoweza kuwaambia wana Simba, tuwe wapole, tusijichanganye, sababu tuna mechi nyingine wiki inayokuja. Kwa hiyo tukikubali sasa hivi kuanza kujichanganya na kuchambua kwa nini ameanza na huyu au kuanza na yule, tutaanza kupiga miluzi mingi, tutampoteza mbwa. Kwa hiyo tuwe wapole, tuwe watulivu, tumwache mwalimu. Mwalimu uzuri na yeye anafanya postmortem yake. Ataangalia, je, alivyoanza na bila mshambuliaji, alivyoingia mshambuliaji mmoja, alivyoingia mshambuliaji wa pili, tukawa na double striker, ataangalia utofauti wake uko wapi. Mechi inayokuja anaweza akafanya mabadiliko. Tumpeni mwalimu nafasi, tusimtie pressure, kwa sababu tuna mechi
nyingi huko mbele ambazo tunategemea maarifa yake ya kutuvusha.